Lakini kama hivyo haitoshi, mimi najua bado changamoto nyingi tunazo. Shule hii nimewapatia mabati 150, tunapokuwa tumeshafika juu katika swala zima la kupaua na kuwezeka, wala msio na wasiwasi. Mheshimiwa Diwani, unajua utaratibu wetu, bati zinapatikana wapi, wewe utanifahamisha. Unahitaji huo mzigo, nitakwambia wapi uende ukachukua. Baba zangu na mama zangu, mimi nataka niwaambie, tunaposema Kibiti kwa maendeleo inawezekana, hii kweli inawezekana. Lakini nataka niseme vile vile kwa mwenyekiti wangu wa Chama cha Mapinduzi kata, naye nimemwambia tuna utaratibu wetu sisi. Nataka kujenga ofisi ya kata, lakini tayari jitihada mmeshazifanya. Wale ambao ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi tayari mmeshafanya jitihada. Najua katika mkutano huu wengine sio wanachama wa Chama cha Mapinduzi, lakini naomba tu mnivumilie ndugu wananchi wenzangu, kwa sababu chama kilichoniweka madarakani ni Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo na wao vile vile nimewapatia mifuko 50 waanze sasa shughuli zile, kwa sababu tayari wana matofali takriban 2000. Basi matofali hayo sasa yaanze kwenda kushughulikiwa na kuweza kwenda kufanywa kazi. Mpembeni hapa sisi tuna shida, tunahitaji zahanati. Nikaambia mama zangu, kwa heshima hii ambayo mnanipa, mimi naomba mniachie. Cha kwanza nilichokifanya, mara tu baada ya kwenda kuapishwa, niliweza kuwasiliana na rafiki zangu, walinipatia fedha shilingi milioni 20. Fedha hizo nilizipeleka pale katika kata Naege. Sasa hivi wameshafanya ujenzi, umefika katika ngazi ya linta. Na nataka niwaambie, wale marafiki zangu wamenihakikishia ikifika mwezi wa kwanza wananipa shilingi milioni 20 nyingine, ili sasa kuweza kuona tunakwenda kuwezeka, tunaweza kuweka madirisha, tunaweka milango, wananchi wale wa kata Naege waendelee kupata huduma. Nani kama Mpembeni? Lakini sambamba na hilo, nataka niwaambie kuna rafiki zetu vile vile shirika la bandari Tanzania, hao watu wanajitolea kweli kweli. Wameweza kuweka mradi kule kwetu takriban shilingi milioni 14. Niliweza kuwasiliana, wakatupa fedha takriban shilingi milioni 20. Fedha hizo ziko kule kwa mkurugenzi mtendaji, ambazo zinaweza kununua mifuko ya simenti takriban 1500 kama sio 1400. Nani kama Mpembeni? Lakini sambamba na hilo, jambo lingine la msingi ambalo nilikuwa nimeweza kulifanya kama mimi mwakilishi wa wananchi, lingine la msingi ambalo nilikuwa nimeweza kulifanya, kuna shirika moja linadhibiti meli Tanzania. Wao niliweza kuwasiliana nao, waliweza kutuchangia, wamenipa mifuko 1000 ya simenti, iko pale. Ndio maana nimewaambia na madiwani wenzangu, nimewaambia ofisi ya mbunge, hivi tunapozungumza tuna mifuko kama 3000 haijaguswa. Hii tunatoa sio 20, sio 30, 40, sio 100, hii ya kawaida sana. Tuna mifuko kama 3000 imekaa inawasubiri wananchi wa jimbo la Kibiti. Madiwani pamoja na wananchi mshirikiane, mwanze shughuli za kimaendeleo, ofisi ya mbunge itaingia, tutasukuma mashambulizi ili mambo yaende. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Juzi wakati nazindua shughuli hizi za ziara zangu za kushukuru, nilikuwa niko pale Kibiti. Wakati nikiwa Kibiti, rafiki zangu wengine waliweza kunikimbilia. Walinifuata pale benki ya NBC, wakanikabidhi mifuko ya simenti 1500. Hii ninayoizungumzia hapa, ile 3000 iko pembeni. Hii ni 1500 ambayo niliweza kukabidhiwa. Nani kama Mpembeni? Lakini kama hivyo nikiwa niko pale pale, kuna marafiki wengine walikuja. Nao vile vile walikuja kuchangia, wakanikabidhi mifuko ya simenti 600. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Nikiwa niko pale pale, kuna diwani mwenzangu, mbunge mwenzangu wa viti maalum, dada yangu Subira Mgala, dada mchapakazi kabisa, ambaye anatutetea sisi watu wa Kibiti na watu wa mkoa wa Pwani kwa ujumla wake. Naye alikuja akatuchangia, akanipa mifuko 50, nimekwenda kupeleka katika kata ya Mchukwe. Nani kama Mpembeni? Lakini kama hivyo haitoshi, nikiwa niko pale pale, niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wakati nikiwa niko pale, alikuja vile vile mwakilishi wa mbunge mwenzangu wa jimbo la Ruangwa, kule ambako mimi nilikuwa nafanya kazi, akatuchangia mabati 200, akanipa mifuko 150 na shilingi milioni 1 ili iweze kunisaidia kuweka mafuta kuja kuzungumza na watu wa Nyambili. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Baba zangu na mama zangu, nataka niwaambie purukushani hizi za Mpembeni hazifishi hapo. Nilipoingia tu madarakani tulipata changamoto kubwa sana. Katika changamoto ambayo tulikuwa tumeipata, tulikuwa hatuna vikalio kwa vijana wetu. Nataka niwaambie, niliweza kuwashawishi marafiki zangu, kampuni ya Coca-Cola ikatupa madawati takriban 100. Nani kama Mpembeni?
Lakini kama hivyo haitoshi, niliwaambia rafiki zangu wa NBC wakatupatia viti 500 na meza 500. Nani kama Mpembeni? Vitu vyote hivi viweza kupatikana, na mimi na uhakika hapa watu wa kata ya Bungu nao vile vile walikuwa wananufaika kwa vikalio hivyo kwa wanafunzi wetu. Nani kama Mpembeni? Lakini sambamba na hilo, nataka niwaambie sikuishia hapo. Kule katika kata ya Mwambao kuna matatizo. Watoto wetu wa kike walikuwa hawana sehemu ya kwenda kusoma shule ya sekondari tangu wilaya hii ianzishwe. Nataka niwaambie tumeanzisha ujenzi wa madarasa 3. Madarasa yale sasa hivi yapo katika ngazi ya RITA. Nimewapatia mifuko ya simenti 270, nimewapatia mabati 150, nimewapatia nondo tani 1. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Lakini kama hivyo haitoshi, nataka niwaambie hapa kwenu katika kata ya Bungu nimewapa pale mifuko 100, na leo nimeongeza vile vile mifuko 100. Lakini katika kituo cha polisi nimetoa mifuko 100. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Katika ofisi yetu ya chama hapa nimewapa mifuko 50. Nani kama Mpembeni? Moja mani moja mpala kele. Jamani mpala kele. Bwana. Pale Kinyamare nimeenda kuwapa mifuko 50 na nimeongeza mifuko mingine 75. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Maana vitu vingine mpaka mimi sasa naanza kuvisahau. Lakini sikuishi hapa. Inawezekana. Kibiti kwa maendeleo. Lakini mama zangu, nataka niwaambie wote, nyinyi mashahidi, mnajua viongozi wetu walikuwa wamepita, walifanya jitihada za msingi, walijenga vituo vya afya ambavyo havikuweza kukamilika. Kule katika kata ya Waluke nimeweza kuwapatia mifuko takriban 900 ya simenti. Hivi ninavyowaambia wanaendelea na kutatua matofali. Katika shule ile ya Kirura Tambwe nimewapa mifuko 300 ya simenti ili waweze kuhakikisha wanakwenda kutengeneza madarasa yale, tuondokane na adha ya kuwa na madarasa ambayo yanasema tutaua wanafunzi saa ngapi. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Baba zangu na mama zangu, nataka niwaambie tukiwa hapo katika kata ya Waluke niliweza kuwapatia mifuko 50 katika kuweza kujenga vyoo, matundu ya vyoo kwa wanafunzi pale katika shule sekondari ya Waluke. Nani kama Mpembeni? Lakini katika kampeni vile vile nataka niwaambie nilipita kule katika kijiji cha Ngungu. Kuna shehe mmoja alikuwa anawafundisha watoto. Iliniuma sana. Watoto wale walikuwa wanasoma nje kabisa. Tena manyunyu alikuwa ananyeshea. Niliweza kwenda nimewapa mifuko 50 na bati 50. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Baba zangu na mama zangu, mimi sikuishia hapo. Nataka niwaambie nikiwa katika kata ya Kibiti niliweza kumpa diwani wa kata ya Kibiti mifuko 150 naye aende huko akafanya shughuli za kimaendeleo na wananchi wake. Nani kama Mpembeni? Lakini nikiwa pale vile vile katika kata ya Kibiti kuna ofisi ya chama tawi la Kibiti B. Walikuja wakaniomba ofisi ya mbunge tumekwama, tunahitaji mabati. Nikawapa mabati 50, nimewapa simenti mifuko 50, waendelee kuweza kupaua ofisi ile ya Chama cha Mapinduzi kata, ili sasa tuweze kuona tunakwenda kufanya mambo mazuri na chama chetu cha Mapinduzi kiendelee kung'ara kama wanavyong'ara vijana wetu. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Nataka niwaambie baba zangu na mama zangu, mimi sikuishia hapo. Vile vile katika kata ya Maege juzi nilikuwa kule. Nataka niwaambie mengine nilikuwa nimeweza kuyafanya, nimewapatia takriban mifuko 150. Wanakwenda kujenga madarasa kule na kuweza kwenda kuboresha nyumba za walimu. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Jambo lingine la msingi ambalo nilikuwa nimeweza kulifanya wakati nikiwa katika kata ya Mlanzi. Kata hizi ni kata ambazo nimepita nikiwa nafanya ziara ya kushukuru. Nikiwa katika kata ya Mlanzi nilikutana na walimu, vile vile mheshimiwa diwani akaniomba, akaniambia hapa sisi tuna ujenzi wa zahanati, hapa sisi tuna ujenzi wa ofisi ya chama kata. Niliweza kuwapa mabati 120, lakini hatukuishia hapo. Nimewapa na mifuko 100 ya simenti ili kuweza kuendeleza kujenga zahanati ambayo inaendelea kujengwa kule katika kata ya Mlanzi. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Diwani wa kata ya Mjawa yeye ni shahidi. Ofisi ya chama nimeipa mifuko 50, lakini kama hivyo haitoshi wanajenga zahanati nimewapa mifuko 70. Nani kama Mpembeni? Nani kama Mpembeni? Baba zangu na mama zangu, nataka niwaambie mimi baada ya kusema haya, naomba sasa niwaambie kazi ambazo Mheshimiwa Rais anaendelea kuzifanya kitaifa. Mheshimiwa Rais mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan bado anaendelea kupambana na Tanzania ili kuweza kuhakikisha maendeleo yanawafikia mpaka wale wanyonge wa kawaida, wakiwepo watu wa Nyambili. Hivi ninavyowaambia aliweza kutupa fedha takriban shilingi milioni 500 zimekwenda TARURA. Ndio maana leo hii unaona ardhi ya jimbo la Kibiti inafukuliwa na magreda mpaka unaionea huruma. Angalia hii barabara, nenda kule Mwambao, nenda Mjawa, nenda Waluke, nenda Mtunda, nenda Moyoyo, mtakuta barabara zinavyochongwa. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mheshimiwa Rais hajaishia hapo.
aliweza kututengia fedha takriban shilingi milioni 822 zipo kule TARURA ili kuweza kuhakikisha barabara zinakwenda kuchongwa na mambo mengine yanaendelea. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Kwa zangu nataka niwaambie Mheshimiwa Rais kuna mambo mengi na mazuri ameweza kuyafanya ya kitaifa. Katika mambo mengine Mheshimiwa Rais ambaye alikuwa ameweza kuyafanya kitaifa, aliweza kutupa fedha sisi watu wa jimbo la Kilifi takriban shilingi milioni 250. Fedha hizo zimetokana na zile tozo ambazo sisi tunatozwa katika miamala ya simu. Na leo nataka niwaambie habari nzuri. Tozo zimelegezwa kidogo ili kuweza kupunguza makali. Yote haya yanafanya kwa ajili ya kuweza kuangalia wananchi wanyonge. Tunakwenda kujenga vituo vya afya katika tarafa 67. Na sisi katika wilaya ya Kibiti tunaenda kujenga kituo cha afya kule katika kata ya Mjao. Kituo cha afya kingine tumepewa tunakwenda kujenga katika tarafa ya Ruaruke. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mheshimiwa Rais akuishi hapo aliweza kuhakikisha miradi ya kimkakati ya kimaendeleo ambayo hayati Dr. John Pombe Joseph Magufuli alikuwa ameianza na yeye anakwenda kuimalizia. Mheshimiwa Rais ameshaweza kuzilipia ndege mbili. Moja tushaipokea, nyingine iko njiani, inaweza kaja wakati wote. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mheshimiwa Rais akuishi hapo katika jambo lingine la msingi aliweza kushuhudia utiaji wa mkataba saini, ujenzi wa bomba la mafuta ghafi kutoka kule Uganda kuja mpaka kwetu Tanzania, bomba lenye urefu wa kilomita 1441 na sisi ndio wanufaika namba moja. Tunaenda kutengeneza ajira nyingi sana pale. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mheshimiwa Rais akusikia mama vigelegele kidogo. Wewe nani vigelegele mwe? Mheshimiwa Rais akuishia hapo. Katika jambo lingine la msingi ambalo kwa ameweza kulifanya katika ile barabara inayoitwa standard gauge, Mheshimiwa Rais tayari ameshatia mkataba kujenga standard gauge kutoka pale Mwanza kwenda mpaka Isaka na bilioni 300 tayari kashazitoa. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Nataka niwaambie baba zangu na mama zangu wote na vijana mliopo hapa, Mheshimiwa Rais akuishia hapo. Katika mambo mengine makubwa na mazuri ambayo ameendelea kuyafanya, ameweza kuhakikisha kwamba anakwenda kusambaza umeme ndani ya Tanzania hii na sisi ni wanufaika. Amekuja kuongea baba wangu hapa Mzee Ugama kule Deta kule ambapo kila siku sisi tulikuwa hatujui umeme kitu gani. Sasa kwa mara ya kwanza unakwenda kupeleka umeme. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Baba zangu na mama zangu nataka niwaambie katika mambo mengine mazuri ambayo Mheshimiwa Rais tayari ameshayafanya. Juzi ametoa ajira 2300. Katika ajira hizo amezitoa katika Wizara ya Mambo ya Ndani. Hizi ajira sisi watu wa Kibiti vijana wetu na vile vile wanufaika. Kesho na kesho mtasikia na sisi tunakuwa na maafande hapa. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Baba zangu na mama zangu nataka niwaambie katika mambo mengine mazuri ya kitaifa ambayo Mheshimiwa Rais anaendelea kuyafanya. Bado anaendelea kudumisha umoja wetu. Sisi watu wa Tanzania bara na visiwani tunakuwa kitu kimoja. Migogoro ile zile kando zile kero zilizopo za muungano, Mheshimiwa Rais bado anaendelea kuzisimamia na kuendelea kuzitatua. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Nataka niwaambie Mheshimiwa Rais mama yetu huyu katika mambo makubwa na mazuri ambayo anaendelea kuyafanya ndani ya Tanzania, amefungua fursa za uwekezaji ili sasa kuweza kuhakikisha wawekezaji wengi wanakuja, ajira zinapatikana kwa vijana na Tanzania inakwenda kupiga hatua. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia? Mama yetu hakuwaacha mbali watu wa sekta binafsi, mama yetu hakuwaacha mbali watu wa NGO. Wote hao anawashirikisha katika shughuli nzima za kuweza kuleta maendeleo ndani ya Tanzania. Juzi alikuwa na mkutano na wawakilishi wote wa NGO Tanzania. Nani kama Mama Samia? Nani kama Mama Samia Suluhu? Baba zangu na mama zangu nataka niwaambie tuendelee kumpa ushirikiano Mheshimiwa Rais ili sasa tuweze kuona tunakwenda kufikia ile Tanzania ambayo sisi tunaikusudia. Mama Samia oye! Mama Samia oye! Sasa ngoja mimi niwaambie nini Mheshimiwa Rais alichokifanya ndani ya jimbo la Kibiti. Ambayo niliyoyasema ni mambo ambayo Mheshimiwa Rais ameyafanya kitaifa zaidi. Sasa nataka niwaambie mambo ambayo Mheshimiwa Rais ametufanyia sisi watu wa jimbo la Kibiti. Mheshimiwa Rais ameweza kutupa fedha takriban shilingi milioni 150. Fedha hizo tumekwenda kujenga zahanati kule katika kata ya Mtawanya ndani kule kabisa Makima. Tumekwenda kujenga zahanati katika kata ya Kiongoroni, tumekwenda kujenga zahanati katika kata ya Mbuchi kule Mbwela. Hayo ameyafanya Mheshimiwa Samia. Nani kama rais wetu? Lakini lingine Mheshimiwa Rais ambalo ameweza kulifanya katika sekta ya afya, ameweza kutupa fedha takriban shilingi milioni 500. Tunakwenda kujenga wodi 3 katika hospitali yetu ya wilaya pale Upazi. Nani kama Mheshimiwa Rais?
Lingine la msingi, mama yetu Samia Suluhu Hassan ambalo aliweza kulifanya katika sekta nzima hii ya afya, aliweza kuhakikisha amekwenda kutunulia x-ray ya shilingi milioni 369. Nani kama mama Samia? Jambo lingine ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya katika sekta ya afya ndani ya jimbo la Kibiti, katupa fedha takriban shilingi milioni 250. Tunakwenda kujenga kituo cha afya pale katika kata ya Mjao. Nani kama mama Samia? Jambo lingine Mheshimiwa Rais ambalo anaenda kulifanya, anakwenda kutupa fedha takriban shilingi bilioni 1.8. Katika fedha hizo tunakwenda kujenga sekondari hapa, tunakwenda kujenga sekondari katika kata ya Bungu, tunajenga sekondari katika kata ya Kibiti na sekondari nyingine ya heshima ambayo sisi waheshimiwa wabunge tumepewa, tunakwenda kujenga katika kata ya Mjao ambao na wenzetu vile vile wana wanafunzi wengi zaidi. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia Suluhu? Baba zangu na mama zangu, nataka niwaambie Mheshimiwa Rais akiishia hapo. Jambo lingine la msingi ambalo walikuwa wameweza kulifanya, katupa fedha takriban shilingi milioni 594 kwenda kumalizia jengo letu la ghorofa la halmashauri yetu ya wilaya ya Kibiti. Nani kama mama Samia? Nani kama mama? Lingine la msingi ambalo Mheshimiwa Rais amelifanya, ameweza kutupatia fedha takriban shilingi bilioni 6.8. Fedha hizo tunakwenda kujenga daraja kule Mbochi. Daraja lile wote nyinyi mnajua hii wilaya ya Kibiti imegawanyika sehemu kubwa mbili. Kuna upande huu wa juu na kuna upande wa Leta. Mwenzetu wakati wa masika huwa anapata taabu kupita. Mheshimiwa Rais ameliona hilo, fedha akatoa bilioni 6.8, daraja linajengwa. Kwa kufanya hivyo mambo makubwa mawili ameyafanya. La kwanza, ametoa ajira kwa vijana wetu, lakini la pili, amekwenda kutatua changamoto za wanengereko wenzetu ambao wanakaa sehemu za Leta, ambao wanashindwa kuja katika kile kipindi cha masika. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia? Niseme nisiseme? Mheshimiwa Rais jambo lingine la msingi ambalo ameweza kulifanya kwa kupitia wizara yake ya TAMISEMI, ameweza kutuhakikishia kwamba anakwenda kuunganisha makao makuu ya wilaya pale Kibiti mjini mbali na halmashauri, katika jengo la halmashauri. Fedha takriban bilioni 1.2 zinakwenda kutoka pale kwa ajili ya barabara ya lami. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia? Mama zangu na mama zangu, nataka niwaambie tuendelee kumunga mkono Mheshimiwa Rais ili sasa tuweze kuona ni jinsi gani na sisi tunakwenda kupiga hatua. Mheshimiwa Rais akuishia hapo, lakini kikubwa zaidi kingine ambacho anakwenda kukifanya ndani ya wilaya yetu ya Kibiti, tunakwenda kupewa vile vile zahanati. Tunakwenda kupewa vile vile kituo cha afya katika tarafa ya Kikale. Lakini Mheshimiwa Rais akuishia hapo, ametoa ahadi na mimi nitaka niseme jambo. Siku aliyokuja Mheshimiwa Umi Mwalimu alinong'oneza jambo. Akasema, Mpembenwe, wewe una bahati. Nikamwambia na bahati gani? Hapa Bungu ndipo anakotoka mwenyekiti wa halmashauri. Kituo cha afya hakijakamilika. Hii kitu haiwezekani. Zawadi hii mimi ninakupa kwa ajili ya mwenyekiti wako wa halmashauri. Mheshimiwa Rais anakwenda kutumalizia kituo chetu cha afya cha Bungu. Nani kama mama Samia? Nani kama mama Samia? Macho Media, thamani kwa wote.